Mambo vipi? Kwa majina naitwa Juma Uwanja, ni mtangazaji kutoka Mpoda TV. Kuweza kuzungumza na wadau mbalimbali. Niko na mdau mkubwa sana ambaye yupo katika maeneo haya viwanja vya Sifa kuweza kuzungumza naye. Asalamu alaykum Faz. Waalaikum salaam. Na kwamba umetulia katika maeneo haya kuangalia fainali. Ni kitu gani ambacho Faza umeweza kujifunza mpaka dakika hii toka mwanzo wa ligi mpaka sasa hivi ligi ilipofikia, labda kwa vijana tukutoa usia katika kombe hili linaloendelea? Kwa ujumla ni kwamba mashindano ni mazuri. Tunapenda mashindano haya yaendelee kuwepo. Na tumejifunza kwa sababu watu tunaona watu waliojaa kwa wingi, watu wanapenda michezo. Okay, kwa faida mtazamaji angalia kupitia Mpoda TV, nazungumza na Father nani? Naitwa Chinyele. Festo Chinyele. Wewe ni mshabiki wa timu gani kati ya Chicago na Gharama Ndogo? Gharama Ndogo. Mpaka sasa hivi Father tumeona mmechapika kigoli kimoja. Je, matumaini yapo? Matumaini bado yapo. Dakika bado zipo. Tutapata goli. Lakini unapenda kutoa nini? Unatupenda kutoa rai gani kwa mdhamini, nikimzungumzia Sheikh Shafi? Kwanza kumpongeza kwa hatua aliyochukua. La pili, kama kuna watu ambao nao wana uwezo wa kuweza kufanya kudhamini mashindano kama haya, basi nao tunashukuru kwa sababu haya yanaisha leo. Tunapenda tena baada ya wiki mbili tuwe na mashindano mengine. Asante sana. Asante sana. Bwana, shukrani sana kwa wadau umeweza kumsikiliza Fadhila yake, lakini pia sifa na pongezi ziende kwa Sheikh Shafi kuanzisha ile, lakini pia asirishishie hapa tu na wengineo waje kushiriki, lakini pia waweze kuandaa mashindano kama haya. Labda kwako kwa kuelezea tu machache kabla hatujaenda katika ushindi wa leo. Kwanza awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa elimu moja tuliyopata sisi kama Chicago Paradise, na tulishawaambia kwamba kufungwa kwenu Gharama Ndogo ni kama kifo na mwanadamu akiepukiki. Ushanielewa sijui? Na mpaka dakika hizi hapa magharibi ya roho tayari washakufa goli moja. Ni farisi muelewi. Huo ni ukweli. Ushaona bwana? Maki ananifanya na kwa natoka kwenye imani yangu ya dini kwa sababu ya mpira. Ushaona sijui? Wamechomoa.